Yes, huu ni mwendelezo wa zile mbinu 10 ambazo nilikuambia kwamba ukizifanya katika maisha yako utaheshimika na kila mtu, muda wote na mahala popote. Nilikuambia mbinu 10 na nikazitenga katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza nilishakufundisha, sehemu ya pili nilishakufundisha, na hii ni sehemu ya 3 ambayo na mbinu 4. Kama hujatizama sehemu ya kwanza na ya pili, tafadhali zitizame alafu uje tuendelee. Na nikushukuru ambaye umeshatizama zote na sasa tuko pamoja. Asante kama umeweza kusubscribe hapo kwenye channel, na kama hujaweza kusubscribe tafadhali fanya hivyo. Itakupa nafasi ya kuwa wa kwanza kutizama kila nitakachokuwa nakiweka kwenye hii channel kwa wakati, na mimi ni Mwalimu Jonathan Kwizera. Let's dive in. Mbinu ya 7 itakao kufanya uheshimike kwa mtu yeyote, mahala popote na kwa wakati wote ni muonekano wako. Muonekano wako unaweza kuwaeleza watu wewe ni mtu wa namna gani. Muda mwingine inawezekana sio, lakini tunaishi katika ulimwengu ambao wanamhukumu mtu kwa kumtizama. Na mwalimu wangu wa photojournalism aliwahi kuniambia kwamba picture tells more than 100 words, kwamba picha inaeleza zaidi ya maneno 100. Na akasema kwamba there's no need to tell if you can show, kwamba hauna haja ya kujieleza au kumueleza mtu kama unaweza kumuonyesha. Ndio maana unaweza kucholewa picha ya katuni ukaeleza hii picha ina maana fulani wakati hujawekewa maneno. Ndio maana unaweza kumuona mwalimu ukasema huyu inawezekana ni mwalimu, nesi ukasema huyu inawezekana ni nesi, mlevi ukaona huyu inawezekana ni mlevi, jambazi ukasema huyu inawezekana ni jambazi. Kwa nini? Kwa sababu muonekano wake unasadifu vile alivyo. Kwa hiyo wewe unajua ni namna gani ambavyo unataka watu wa kuheshimu na kukuchukulia. Vaa sawa sawa na vile ambavyo unataka uonekane, sawa sawa na vile ambavyo unapenda kuchukuliwa, sawa sawa na vile ambavyo unapenda watu wa kuelezea. Namba 8, kama unahitaji kuheshimika muda wote, mahala popote na kwa mtu yeyote, jifunze kutokuwa mtu mwenye mtazamo hasi kwa mambo mengi katika maisha yako. Usiwe mtu wa kuona mambo hayawezekani. Usiwe mtu wa kukatisha tamaa wenzio. Mtu anakuambia anataka kufanya jambo fulani, mwambie hili huwezi kulifanya. Watu wanapenda kusikiliza na kuheshimu wale watu ambao ni majasiri, wale watu ambao wanazungumza mambo chanya wakati wa hofu, wale watu ambao wanaonekana ni majasiri wakati wa hofu. Jifunze kuwa mtu wa encourage, sio kudiscourage, wa kutia moyo, sio kuvunja moyo. Na namba 9, kama unahitaji kuheshimika kwa mtu yeyote, muda wote na mahala popote, weka utaratibu wa kuongeza viwango vya ufanisi wako, ujuzi wako ama taaluma yako katika eneo lako. Inawezekana muda mwingine ukawa udharauliki, lakini una kitu kinaitwa inferiority complex syndrome. Ukawa na ile hali ya kujiona unadharaulika kwa sababu una viwango vidogo vya ufanisi, una viwango vidogo vya taaluma, una viwango vidogo vya ujuzi. Ukawa unajihisi kama unadharaulika, na unapokuwa unapandisha viwango vyako vya ujuzi, wewe mwenyewe unajihisi unakuwa imara na unakuwa bora, na ile hali ya kujihisi kama unadharaulika inapotea. Na muda mwingine wale watu wanaokudharau wakiona kama uko kwenye progress ya kubadilisha hali yako, ufanisi wako, ujuzi wako ama viwango vyako vya elimu, wanakuona kama utakuwa mtu fulani wa baadaye. Kwa hiyo hawakuchukulii sana kwa poa, wanakuchukulia mtu wa thamani, kwa sababu wanakuona kesho yako itakuwa tofauti na ulivyo leo. Na namba 10, kama unahitaji kuheshimika kwa watu muda wote, mahala popote na kwa mtu yeyote, jifunze kuwaheshimu wenzio. Wazungu wanasema what goes comes around. Kitu chochote ambacho unakifanya lazima utapata matunda na marejeo yake. Ukiwadharau watu lazima watakudharau na wewe. Ukiwaheshimu watu watakuheshimu. Na neno la Mungu katika Mathayo sura 7 mstari wa 12 linasema, kama vile ambavyo unataka watu wakutendee, watendee na wewe hivyo hivyo.
Usiwe mtu wa kuwadharau watu. Na kuheshimu watu ni kuonyesha thamani kwao, kuonyesha thamani katika uwepo wao, kuonyesha thamani katika maneno yao, kuonyesha thamani katika jitihada zao. Si kila mawazo ya watu uwaonyeshe kwamba hayafai na ya kwako ndio bora. Si katika uwepo wa watu wewe unataka kujionyesha wewe ndio bora na watu wengine si kitu. Si kila wanachokifanya watu wengine wewe unakiona kama si cha msingi. Si kila njia ambayo wanaipita wenzio unaiona kama wamepotea na wewe ndio uko sahihi. Si kila wanachokitenda wenzio unakiona kama ni cha ajabu na wewe ndio unafanya kitu ambacho ni sahihi. Si kila neno ambalo wanalizungumza watu wengine unalipuuza na kuwaonyesha moja kwa moja kwamba wamepotea na wewe ndiye uko sahihi. Uthamini watu, jifunze kuthamini maneno yao, jifunze kuthamini matendo yao, jifunze kuthamini uwepo wao, na wao watakuheshimu muda wote, mahala popote na kwa mtu yeyote. Mimi ni Mwalimu Jonathan Kuzela. See you.